Klabu ya Wekundu wa Msimbazi imejipanga vilivyo kuelekea tamasha kubwa la kihistoria, na hii ni Simba Day. Tamasha hilo ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Sasa kuelekea tamasha hilo, Wekundu wa Msimbazi tayari wameshajipanga, lakini kubwa kuliko ni mwalimu wa kikosi hicho, kocha Steven Baka, ambaye ameamua kutangaza kikosi ama lineup ambacho kitaanza kwenye mchezo wa Simba Day, na hicho kikosi ambacho amekipanga mwalimu Steven Baka basi ndicho kikosi ambacho kitakuwa kinaanza kwenye msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Tubone Media tumenasa kikosi hicho na tupo hapa kwa ajili ya kukuletea. Sasa haya na mengine mengi utayapata hapa Tubone Media. Cha msingi ni kuungana nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini wewe kama mwana Simba utuambie hapo kwenye comment, wewe unaitakia Simba Day ama unasherehekea Simba Day ukiwa mkoa gani? Tukutane kwenye comment. Kama wewe ni mwana Simba kweli, comment hapo tuambie unaitakia Simba Sport Club siku ya Simba Day ukiwa mkoa gani. Sasa moja kwa moja leo tupo kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi ambao wanazidi kujipanga kuelekea tamasha lao kubwa la kihistoria, tamasha ambalo Wekundu wa Msimbazi ambao wanakuwa wanalifanya mara kwa mara kuelekea msimu mpya wa mashindano, na hii tamasha hutumika kutambulisha baadhi ya nyota wao waliowasajili kwenye dirisha kubwa la usajili, ambao wamekuja kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Tumeona wasanii mbalimbali ambao tayari wameshatambulishwa na Wekundu wa Msimbazi watakuwepo, na siku hiyo ni tarehe 8 ya mwezi wa 8 2026, na mabadiliko machache ambayo yameyafanya Wekundu hao wa Msimbazi kuelekea mchezo huo ni mabadiliko ya uwanja. Awali tulikuwa tunajua tamasha hilo kubwa la kihistoria hufanyika kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti kidogo kutokana na marekebisho ya uwanja wa Benjamin William Mkapa. Hivyo basi Simba wamehamishia tamasha lao kubwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, ambao upo mkabala kabisa na uwanja wa Benjamin William Mkapa. Akijaribika kitu, Wekundu wa Msimbazi tayari wameshajipanga na tayari wameshajiandaa kutambulisha nyota wao kadhaa ambao tayari wameisha watambulisha, wengine bado watafanyika kama surprise siku hiyo ya Simba Day. Sasa kuelekea tamasha hilo, kocha wa Wekundu wa Msimbazi mwalimu kocha Steven Baka ameamua kuachia kikosi ambacho kitaanza siku ya Simba Day. Kikosi hicho tunacho hapa Tubone Media na kikosi kinasomeka kama ifuatavyo. Namba 1 anaanza golikipa wa Wekundu wa Msimbazi Jibril Kasale, ambaye tunafahamu uwezo wake na pia ndo golikipa namba 1 wa Wekundu wa Msimbazi. Lakini namba 2 ni Shomari Kapombe Baba Hesa, huyu na ndiye team captain wa Wekundu wa Msimbazi, mkongwe huyu ambaye amepata nafasi ya kuanza kama namba 2. Lakini namba 3 ni Nixon Kibabage Kibabage namba 3, na namba 4 ni Lucien Delok, na namba 5 ni Toule. Lucien Delok na Toule ndio ambao wanaongoza safu ya ulinzi ya Wekundu wa Msimbazi kule nyuma, na pia tumewaona kwenye msimu uliopita wametengeneza pacha nzuri sana, na mwalimu anatumia wachezaji hawa kuongoza safu ya ulinzi. Lakini namba 6 ni Kagoma ambaye amekuwa na wakati mzuri sana kwenye msimu hii miwili iliyopita tangu amejiunga na Wekundu wa Msimbazi. Lakini namba 7 ni Libasegeye, winga hatari huyu, tunafahamu uwezo wake, na namba 8 ni Jabal. Sasa hapa kwenye namba 8 ndipo ambapo mabadiliko yamefanyika. Ingizo jipya hili la Wekundu wa Msimbazi, mchezaji ambaye amesajiliwa kwenye dirisha hili kubwa la usajili, Jabal amepata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Na namba 9 pia nalo ni ingizo jipya hili, Dumbia ambaye ni aka kama Osmani wa Bongo, Osmani wa Wekundu wa Msimbazi. Dumbia huyu striker wa magoli ameanza kama namba 9. Lakini namba 10 ni mtu mzima Kratos Chota Chama, na namba 11 ni Oula. Naam, sasa hichi ndicho kikosi cha mwalimu Steven Baka kuelekea siku ya Simba Day, na ukianza kuangalia nature ya kikosi moja kwa moja inaonyesha kama hiki kikosi ndicho kikosi ambacho ni first 11 kwa Wekundu wa Msimbazi, ambao kitakuwa kinashiriki kwenye michuano ya 2026 2027, michuano mipya. Lakini pia kikosi hiki ndicho ambacho kitakuwa kinatumika kwenye NBC Premier League. Sasa tusubirie siku ya Simba Day ambapo wachezaji wa kigeni tumewaona wamesajiliwa, lakini wengine watatumika kama surprise siku hiyo ya Simba Day. Je, ni mchezaji gani ambaye una shauku ya kumuona siku ya Simba Day? Wageni wengi sana wamezidi kumiminika na mambo mengi sana yanazidi kufanywa na Wekundu wa Msimbazi. Sasa hapa Tubone Media tupo kwa ukaribu kukusogezea zile habari ambazo zitakuwa zikiendelea kwenye kuelekea siku ya Simba Day. Hivyo basi, ili usipitwe na habari hizi, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele.
mbele. Hii ni Tubone Media. Wewe kama mwana Simba, narudia tena utuambie hapo kwenye comment unaitakia Simba Day au unaangalia Simba Day ukiwa mkoa gani? Wana Simba wote tukutane kwenye comment hapo.